Mafanikio yanaanza na uzuri wa moyo. Mwakinyo katika nukuu yake nyingine anasema, tumwaminishe mtoto kuwa mwema ndo tufanikiwe kimaisha. Yaani tumwaminishe mtoto kuwa wema ndo kufanikiwa katika maisha. Hapa ndipo tunapaswa kubadilisha definition ama dhana ya mafanikio. Kwa dunia ya leo, mafanikio ni pesa, mafanikio ni gari, mafanikio ni nyumba, mafanikio ni followers mitandaoni, mafanikio ni fame ama umaarufu. Lakini kuna mafanikio ambayo hayapigwi picha. Kuwa mtu mwema ni mafanikio ambayo hayazungumzwi kwa ukubwa sana. Kuwa mtu mwema ni mafanikio ambayo yanafanya mtu aweze kuaminika zaidi. Kuwa mtu anayeaminika, kuwa mtu ambaye anasaidia mtu mwingine, kuwa mtu ambaye hata wazazi wake wanaweza kujivunia kwa kile ambacho anakifanya. Mafanikio ni utu wema, mafanikio ni namna ambavyo tunaishi katika jamii. Hata leo tujijenge kuwa utu ndo msingi wa maisha yetu. Hata leo tujijenge kuwa utu ndo msaada katika maisha. Mafanikio kuwa mtu ambaye hata akipata pesa nyingi hajapoteza utu wake. Hayo nayo ni mafanikio. Utashangaa, lakini jifunze. Katika maisha usijenge maisha ambayo yatakufanya uwe na kila kitu lakini ukapoteza wewe mwenyewe. Mwakinyo anasema katika enzi alizokuwa mdogo na yuko shule, alikuwa anasoma tu. Pengine marafiki zake baba zao walikuwa madaktari, hata asubuhi wakitoka nyumbani mama anawaambia mje kuwa kama baba yenu. Wengine kaka zao walikuwa mainjinia, hata wakitoka asubuhi kwenda shule baba yao ama mama yao ama kaka zao wanawaambia mje kuwa kama alivyo kaka yenu, au mje kuwa kama tulivyo sisi. Lakini kwa familia ya Mwakinyo hakukuwa na mtu wa kuiga mfano. Kwa hiyo hata yeye alikuwa akienda shule kusoma tu. Mwakinyo anasema, nilikuwa nasoma tu shule kwa kuwa niko shule. Sentensi ni fupi lakini ina swali kubwa ndani yake. Unafanya unachokifanya kwa sababu unakitaka au kwa sababu tu kila mtu anakifanya? Kuna watu wanaingia shule kwa sababu kila mtu anaingia shule. Wanaenda chuo kwa sababu wenzao wanaenda chuo. Wanatafuta kazi fulani kwa sababu jamii inasema hiyo ndiyo kazi nzuri. Wanaishi maisha fulani kwa sababu wameona wengine wanaishi maisha hayo, lakini hajawahi kukaa chini na kujiuliza, mimi nataka nini? Shule ni muhimu, elimu ni muhimu, lakini upi mwelekeo? Kwa sababu mwelekeo pia ni muhimu. Usiishi maisha yako kama mtu anayefuata wimbi la watu ama jua linapoelekea. Fahamu kwamba wewe ni nani na unataka nini katika maisha. Utashangaa, lakini jifunze. Dunia inakuhukumu kabla haijakusikia. Mwakinyo anasema dunia inatuhukumu bila kuelewa pande zetu zilivyo. Hii ni moja ya kauli ambayo ni funzo kubwa sana katika maisha, kwa sababu watu wanakuona leo lakini hawajui jana yako. Wanajua kosa lako lakini hawajui mazingira yaliyokuzunguka. Wanajua ulipo lakini hawajui ulikotoka. Ndiyo maana kabla hujamhukumu mtu, msikilize. Kabla hujamuita mzembe, jua amepitia nini. Kabla hujamuita mtu kwenye kiburi ama mwenye kiburi, jua labda amejenga ukuta baada ya kuumizwa. Kabla hujamwona mtu kama aliyefeli, jua labda yuko kwenye safari. Utashangaa, lakini jifunze. Usimfanyie mtu hukumu kwa ukurasa mmoja wa maisha yake. Maisha sio mashindano ya kula. Na mwisho wa nukuu zetu katika episodi ya kwanza, Mwakinyo anasema, kula mara 4 mara 5 kwa siku sio sifa. Kula kadri njaa inavyokuuma ni sawa. Hii inaonekana ni kauli ndogo, lakini inatufundisha kuishi kwa uhalisia. Leo dunia imekuwa na pressure ama msisimko kuonyesha unakula nini, kuonesha unaishi wapi, kuonesha unamiliki nini, kuonesha umevaa nini, kuonyesha umefika wapi. Lakini usifanye maisha yako kuwa show kwa ajili ya watu. Kula kwa sababu una njaa, ishi kwa uwezo wako. Usijenge maisha kwa ajili ya kusifiwa ama kupigiwa makofi na watu ambao hawatalipa gharama za maisha yako. Utashangaa, lakini jifunze. Si kila kitu unachoweza kufanya kinahitaji kufanywa ili watu wakione. Ukimwangalia Hassan Mwakinyo leo ni rahisi kuona tu ni bondia mwenye jina, lakini rekodi yake inaonyesha safari ndefu sana. Safari leo nitakupitisha kiasi, kwa sababu tukimwangalia Mwakinyo alianza professional boxing mwaka 2015 akiwa na miaka 20 pekee.
ameshinda mataji mbalimbali ya kikanda na kimataifa. Miongoni mwao ni Tanzania Professional Boxing Commission Super Welterweight, East and Central Africa Super Welterweight, WBA Pan African, UBO International, WBF Intercontinental na African Boxing Union, na ushindi dhidi ya Sam Egington nchini England mwaka 2018 ulikuwa mojawapo ya matukio yaliyompa muonekano mkubwa zaidi kimataifa. Pia amewahi kukutana na mabondia wenye majina makubwa akiwemo Liam Smith, na safari yake haijawa ya ushindi pekee. Huyu ameanguka pia, amepoteza, amekosolewa, amepitia vipindi vigumu, lakini bado akarudi ulingoni. Na hilo ndilo somo lenyewe. Mafanikio sio tu kutowahi kuanguka. Mafanikio ni uwezo wa kuendelea kujijenga baada ya kuanguka. Mwakinyo wakati wa mahojiano na Dazen Selection dakika ya kwanza ya pili pale anasema wako watu ambao ukiwa unapitia wakati mgumu wanafurahi ili wapate cha kucheka, wanafurahi ili wapate cha kusema. Na ndiyo maana hata yeye kuna wakati alivyokuwa jela alikuwa akinunua chapati na maharage ili tu waweze kula chakula cha kutosha. Wakati ambao inatakiwa atoke gerezani, wafungwa wanaumia na kulia, hawatamani atoke, ila hali yeye anapitia maumivu makali, na wakati huo anawaza aweze kuondoka mahali pale. Kwa hiyo inatufunza kwamba kuna wakati ambao tunapitia shida, lakini shida zetu zinafanya watu wengine wafurahi, ama zinakuwa msaada na mjadala kwa watu wengine. Mwakinyo unaweza kumjua kama Tornado, bondia mshindi, mtu wa knockout, lakini leo tumejaribu kumjua zaidi ya gloves. Tumemjua kama mtoto aliyewahi kukatishwa tamaa, tumemjua kama mtu ambaye alihisi dunia haikumuelewa, tumemjua kama mtoto aliyepoteza mama yake, tumemjua kama mtu ambaye anaona historia yake imemjenga mpaka hapa alipo leo, tumemjua kama mtu ambaye anaamini malezi yanapaswa kujenga utu, tumemjua kama mtu anayesema kuwa mwema nayo ni kufanikiwa. Kwa hiyo kabla hujamhukumu mtu, jua historia yake. Kabla hujajiona umechelewa, kumbuka safari yako bado inaendelea. Kabla hujafikiri mafanikio ni pesa pekee, kumbuka utu. Na kama bado una wazazi wako, usisubiri mpaka mazishi ndipo utambue thamani yao, kwa sababu mwisho wa siku mtu unayemwona leo ni matokeo ya mambo mengi ambayo hukuyashuhudia. Hii ndiyo ilikuwa Utashangaa Lakini Jifunze, sehemu ya kwanza katika nukuu za Hassan Mwakinyo na mahojiano ya Dazen Selection dakika ya kwanza mpaka dakika ya 15 pekee. Mahojiano hayo yana jumla ya dakika 60 na sekunde kadhaa, yaani lisali moja na dakika kama 40. Hivyo leo tumeangaza episodi ya kwanza ambayo hata dakika 15 hatujazimaliza. Usikose episodi ya pili ya Mwakinyo na nukuu za maisha ambazo utashangaa lakini unapaswa kujifunza. Hii imeandikwa na kusimuliwa na mimi Said Fadhili Mlelwa. Mitandaoni kote napatikana kama Sifali TZA, lakini ni mahojiano ya Dazen Selection, B Dazen akiwa na Hassan Mwakinyo. Labda nikupe summary kiasi kuhusiana na Hassan Mwakinyo. Jina lake anafahamika kama Hassan Mwakinyo, ambaye amezaliwa Machi 15 mwaka 1995. Amezaliwa Tanga nchini Tanzania, ambapo ana jumla ya urefu wa sentimita 173. Sense akiwa anatumia orthodox, lakini tarehe ya 29 Novemba mwaka 2015 professional debut yake ilikuwa ni dhidi ya Alibaba Ara Tarimo. Majina ya ulingoni ni Tornado ama Champez. Mataji anayo mengi sana kama jinsi ambavyo nimekujuza. Pambano kubwa la kumweka kwenye ramani ya kimataifa ni moja kati ya haya, Sam Egington, England mwaka 2018, ambako alishinda kwa TKO, na wakati huo akapanda hadi nafasi ya 16 duniani katika super welterweight kwa ranking iliyoripotiwa na The Citizen. Rekodi ya sasa inayojumuisha pambano la Michel Soro la 10 Juni 2026, alishinda mashindano 25, akapoteza mashindano 4, 18 KO au TKO kulingana na rekodi inayopatikana. Hii ni taarifa ambayo utashangaa vitu vingi sana kuhusu Mwakinyo, lakini jifunze. Mimi naitwa Sifali.